Shinikizo la kimataifa dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaloongozwa na taasisi za kimataifa zikiwemo Jumuiya ya Madola pamoja na Bunge la Ulaya limeendelea kushika kasi kote nchini na kimataifa kufuatia kukaribia kwa ukomo wa muda wa siku 30 uliowekwa katika kupendekezo rasmi ya Jumuiya ya Madola kuhusu kutafuta njia ya kisiasa na kisheria za kushughulikia kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Pendekezo hilo muhimu lilichukuliwa na kupitishwa kwa kauli moja na chombo cha maamuzi cha Commonwealth Ministerial Action Group maarufu kama CMAG katika kikao chake cha 73 kilichofanyika tarehe 10 mwezi Julai mwaka wa 2026. Hatua hii kubwa ya Jumuiya ya Madola ilifikiwa mara baada ya kupokea na kutathmini kwa kina taarifa maalum iliyowasilishwa na mjumbe maalum wa kamati kuu ya Jumuiya ya Madola nchini Tanzania Lazarus Chakwera, ambaye pia ni rais wa zamani wa Jamhuri ya Malawi. Katika maamuzi yake ya mwezi huo wa Julai, chombo hicho cha CMAG kilitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kutafuta suluhisho la kisiasa na kisheria kuhusu kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ndani ya kipindi cha siku 30, huku kikitaka hatua za haraka zichukuliwe pia kwa ajili ya watu wengi wote walioshikiliwa na vyombo vya dola kwa sababu ya kutumia haki zao za kikatiba kwa amani. Kwa kuzingatia tarehe hiyo rasmi ya kupitishwa kwa msimamo huo wa Jumuiya ya Madola, siku 30 zilizoainishwa zimefika ukomo katika kipindi hiki cha mwezi Agosti, huku swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu likisalia kuwa miongoni mwa mambo makuu yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi na viongozi wa Jumuiya ya Madola pamoja na washirika wa kimataifa ikiwemo Bunge la Ulaya. Mwanasiasa huyo wa upinzani anakabiliwa na kesi ya uhaini ambayo imeendelea kusikiliza katika Mahakama Kuu ya Tanzania na kuahirishwa mara kwa mara. Kesi hiyo nzito imeibua mjadala mpana ndani na nje ya nchi kutokana na uzito wa mashtaka yenyewe pamoja na nafasi kubwa anayoishikilia mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu katika uwanja wa siasa za upinzani nchini Tanzania. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza mara zote kuwa shauri hilo ni swala la kisheria linalopaswa kuahirishwa na vyombo vya mahakama na kwamba halijawahi kuendeshwa kwa misingi ya kisiasa au kumuonea mtu yeyote. Mbali na swala hilo linalomguza mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, chombo cha CMAG ndani ya Jumuiya ya Madola kilipendekeza hatua mbalimbali za ziada zinazolenga kupunguza mvutano wa siasa unaoendelea nchini Tanzania. Hatua hizo ni pamoja na kulindwa kwa usalama na uhuru wa raia kujieleza, kurejeshwa kwa mifumo ya kidijitali na mtandao, pamoja na kushughulikia kwa haki swala la raia waliokamatwa katika mazingira ya furugu zilizojitokeza baada ya kukamilika kwa uchaguzi. Aidha, katika mpango kazi wa Jumuiya ya Madola, Tanzania imependekezwa kuanzisha jukwaa la pamoja la vyama vya siasa ndani ya siku 90, jukwaa ambalo litakuwa na majaji na majibu ya kujadili na kutafuta muafaka kuhusu mfumo wa uchaguzi nchini, mazingira ya ushindani wa kisiasa, hatima ya watu walioko kizuizini pamoja na kuimarisha uwajibikaji wa taasisi za umma. Utekelezaji wa masharti na mapendekezo hayo ya Jumuiya ya Madola unakwenda sambamba na shinikizo lingine kubwa kutoka Bunge la Ulaya ambalo nalo limeweka msimamo wa masharti dhabiti kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Bunge la Ulaya likitazama kwa karibu mwenendo wa demokrasia, misingi ya utawala bora na haki za binadamu nchini Tanzania limeungana na sauti ya Jumuiya ya Madola katika kutaka kuwepo kwa mabadiliko ya haraka na ya kiutendaji. Masharti hayo kutoka Bunge la Ulaya yanasisitiza kuwa kuendelea kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi, kifedha na kidiplomasia kati ya Umoja wa Ulaya na Tanzania kunategemea kwa kiasi kikubwa jinsi serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan itakavyoshughulikia masuala ya haki za binadamu, ulinzi wa uhuru wa vyombo vya habari, kuachwa
kuachwa huru kwa wanasiasa wa upinzani wanaokabiliwa na mashtaka yenye viashiria vya kisiasa kama mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu, na kuhakikisha kuwa uwanja wa siasa unakuwa huru na wa haki kwa kila chama. Uchambuzi wa kina na wa hali ya kisiasa unaonyesha kuwa sababu kuu iliyopelekea Jumuiya ya Madola kupitia chombo chake cha CMAG pamoja na Bunge la Ulaya kuingilia kati na kutoa miongozo na masharti haya ni ongezeko la mivutano ya kisiasa nchini na malalamiko ya muda mrefu ya kunyimwa kwa kudemokrasia. Ripoti iliyowasilishwa na mjumbe maalum Lazarus Chakwera ilifafanua kwa kina jinsi kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na ucheleweshwaji wa kesi yake ya uhaini mahakamani unavyozidisha taharuki ya kisiasa na kuharibu taswira ya nchi katika medali za kimataifa. Hatari za moja kwa moja za mapendekezo haya na masharti ya Bunge la Ulaya zinaiweka serikali ya Tanzania katika njia panda ya kisheria na kidiplomasia, kwani kutotekelezwa kwa maelekezo ya Jumuiya ya Madola na matakwa ya Bunge la Ulaya kunaweza kuingiza nchi katika vikwazo vya kidiplomasia, kupunguzwa kwa msaada ya kimaendeleo na kutengwa na jumuiya ya kimataifa inayosisitiza misingi ya utawala wa sheria. Umuhimu wa mchakato huu unajidhihirisha katika jinsi unavyoguza moja kwa moja misingi ya kikatiba na mustakabali wa utulivu wa ndani ya Tanzania. Hatua hii ya Jumuiya ya Madola na Bunge la Ulaya inalenga kulinda haki za kikatiba za raia na viongozi wa vyama vya siasa, huku ikitaka vyombo vya dola kuacha matumizi ya nguvu au sheria kuwakandamiza wapinzani. Uhusiano kati ya matukio haya unadhihirika wazi pale ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inapotumika na mashirika haya ya kimataifa kama kielelezo kikuu cha hali ya utawala wa sheria na haki za binadamu nchini. Mvutano huu wa kisheria unaingiliana moja kwa moja na matokeo ya kuzuiliwa kwa raia wengine, kunyimwa kwa mitandao ya kidijitali na matokeo ya furugu ya baada ya uchaguzi, mambo ambayo kwa pamoja yamechochea msimamo huu mkali wa Bunge la Ulaya na Jumuiya ya Madola. Katika kueleza nafasi ya taasisi zinazohusika, Jumuiya ya Madola kupitia katibu mkuu wake na mjumbe maalum Lazarus Chakwera inaendelea kusimamia misingi ya mkataba wa umoja huo unaowataka wanachama wote kuheshimu demokrasia na haki za binadamu. Kwa upande mwingine, Bunge la Ulaya kama chombo chenye ushawishi mkubwa wa kiuchumi na kisiasa duniani linatumia ushirikiano wake wa nchi zinazoendelea kushinikiza uwajibikaji na mageuzi ya kisiasa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan inasalia na majibu ya kikatiba na kulinda usalama wa taifa, huku ikipima athari za kidiplomasia za maamuzi yake, wakati Mahakama Kuu ya Tanzania ikiwa na jukumu la kisheria la kuamua kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu bila kuingiliwa na muhali wowote wa kisiasa au shinikizo la nje. Historia ya mhusika mkuu katika sakata hii, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, inahusiana moja kwa moja na uzito wa jambo hili katika siasa za Tanzania na mtazamo wa Jumuiya ya Madola pamoja na Bunge la Ulaya. Lissu amekuwa nguzo kuu ya kisiasa za upinzani nchini kwa miaka mingi, akiwa mwanasheria nguli, mbunge wa zamani wa Zindika Mashariki na mgombea wa urais wa chama hicho kikuu cha upinzani.